إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Tunarudisha shukrani zetu za dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametupatia fursa nyingine tena, tukiwa na kwamba tuko nje ya Ramadhani, lakini mada hii ambayo tumeianza kabla Ramadhani jaribu kuimaliza ili turudi katika mada yetu ya historia ya Palestina. Katika kipindi kilichopita tulizungumzia kuhusu harakati za Mujahid Nuruddin Zinki, ambaye kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala aliweza kupata ushindi kuwashinda Wakristo wa msalaba, yani the Crusaders, na kurudisha mji ambao unaitwa Harim mnamo tarehe 9 Ramadhan mwaka 559 Hijri, sawia na mwaka 1158-59. Kisha tukaja katika harakati na jihadi ya kiongozi sultan wa Misri kwa jina Qid Mahmud Muzaffar, ambaye aliongoza jeshi lilioshirikiana na vikundi vitano. Makundi haya matano yakiwa na uwiano na usambamba barabara kabisa, waliweza kushirikiana kwa njia iliyo nzuri, kwa njia ya Kiislamu. Kwa umoja wao wakaweza kuwarudisha nyuma, wakaweza kuwashinda watu wa msalaba wa Matatar. Vikundi hivi vitano ni viongozi akiwemo yeye mstari wa mbele, kisha ni wanavyuoni ambao waliharakisha jihadi hii dhidi ya Matatar au Mongol, kisha vijana, kisha wazee na wanawake wasiachwe nyuma. Katika wanawake, wale wanawake waliokuwa mstari wa mbele ni mkewe ambaye alikuwa juu ya farasi na upanga mkononi, ili kushirikiana na Waislamu wengine dhidi ya hawa maadui ambao walikuja kwa njia moja au njia nyingine kuja kuwamaliza Waislamu wa bilada Sham, baada ya kwamba wamefagia kutoka Afghanistan, wakaja mpaka Iraq, wakaja wakaingia Syria. Sasa wakiwa wako Palestina, wanataka wavuke Palestina na waifagie kabisa kabla ya kuingia nchi ya Misri.
Sasa wakati huo matatara hawa walikuwa ni watu wenye kutisha, ni watu wanaogopewa katika masala ya kivita. Lakini wapo walio kuja na kuweza kuwashinda matatar, na tena wakawashinda si kawaida, wakawashinda vibaya sana. Na hapa ndiyo linajitokeza jambo nyeti sana, ni kwamba hawa matatar walikuwa ni washirikina. Matatar hawa ambao walikuwa ni washirikina, kama tunavyoelewa ya kwamba bilad Sham tayari kulikuwa na wale watu wa msalaba ambao walikuja wakaingia pale na wakaitawala ardhi zile takriban kwa karne mbili. Taban al-Quds baada miaka 89 al-Quds ilirudi mikononi mwa Waislamu, lakini kuna zile sehemu nyingine za Akka na miji mingine ya Palestina bado yalibakia mikononi mwa Wakristo, watu wa msalaba. Sasa jambo ambalo lilijitokeza kwa karibu zaidi ni kuwa hawa mabwana walipoingia pale na wale Wakristo, kwa sababu walikuwa na uadui na uhasama dhidi ya Waislamu, basi walishirikiana nao ili kupigana na Waislamu, ili Waislamu wawe ni wenye kushindwa na hawa matatar. Kwa hivyo matatar wakapata kusaidiwa, wakapata kusaidika na hawa Wakristo. Na ndiyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia al-kufru millatun wahida, ukafiri mila yao ni moja. Sasa ni ajabu ya kwamba wale watu ambao si Waislamu wanashirikiana ili kuwapiga Waislamu. Leo tumekuja katika hali ya kwamba Waislamu wanashirikiana kwa sababu moja na maslahi, wanashirikiana na wasiokuwa Waislamu na kuwapatia wao siri na kukaa nao meza moja na kuanza kushambulia Waislamu wengine, mpaka wasiokuwa Waislamu wasema basi inatosha hapa, inatosha bwana. Jambo hilo lilitokea wazi mwezi wa Ramadhani, ikiwa sikukosea ni katika Jumapili ya pili kabla ya kumalizika Ramadhani au Jumapili ya tatu, wakati watu Waislamu wengine wakiwa ni viongozi wanaoongoza mashirika ya Kiislamu, wengine ni watu ambao wanatakiwa au ni watu ambao wanajulikana, wanaheshima katika jamii, na wengine ni walimu wa madrasa na walimu na maimamu wa misikiti ambao walijitokeza wakawa mstari wa mbele, kama kwamba futari haipatikani nyumbani na mwaka mzima hakuna chakula isipokuwa waende wanyenyekee katika balozi ambao ina uadui mkubwa sana na Uislamu na Waislamu, kwa sababu ya kualikwa iftar ambao inakuja na vocha ambayo inaongezeka kila uchao, kila mwaka, ili kuzidi kuwadhibiti na kuwaleta karibu. Kwa sababu ya iftar tu kwenda ukalishwa chakula. Na wakati mwingine katika hafla kama hizo za kualikwa Waislamu katika balozi hiyo, walikwenda watu wakaanza kula. Baada kwamba wameanza kula, wanaambiwa ya kwamba hiki si chenu, hiki cha wasiokuwa Waislamu, kumaanisha ni haramu kwa Waislamu kula. Ima ilikuwa ni nguruwe, au ni chakula kilichopikwa na mafuta ya nguruwe, au ni chakula ambacho kina mvinyo, kimepikwa na mvinyo, au kina aspect yoyote
ya uharamu. Ni kujidhalilisha namna gani wewe ukawa unakwenda katika balozi isiyokuwa ya Kiislamu na hujui kile kinachopikwa, mpaka wakati mmoja mnaambiwa hiki si chenu, ikiwa tayari mshaanza kula. Waislamu wanafikiwa na wakati ambapo mtu hajali anakula chakula gani, ni cha halali ni cha haramu. Ndicho chakula hiki kimepatikana kwa njia ambayo, yani upatikanaji wake kimepatikana chakula kile kwa njia ya haramu, mbali na kwamba chakula chenyewe ni halali, au kwa njia ya halali. Chakula chenyewe kimepatikana kwa njia ya halali, lakini je, ni halali kwa Muislamu kula au ni haramu kwa Muislamu kula? Hatujali tena hilo, kwa njia ambayo inatupeleka sisi mahali ambapo ni pabaya. Sasa hawa Wakristo walishirikiana na matataru, na taban kwa sababu makafiri mila yao, desturi yao, ada yao ni moja. Panapokuja ya kwamba anayetaka kupigwa au anayetaka kupigwa, au wale wawili wanaopigana, mmoja ni Muislamu mwingine si Muislamu, ni mshirikina, ni yeyote yule lakini si Muislamu, asiyekuwa Muislamu, awe ni Myahudi awe ni Mkristo, anasahau zile tofauti zao au zake yeye na huyu mwingine, wanashirikiana ili kupambana na kumpiga Muislamu. Leo meza zimegeuzwa, the tables have been turned around. Imekuwa Waislamu wanaweza kushirikiana na wasiokuwa Waislamu kwa sababu moja au sababu nyingine dhidi ya Muislamu, mbali na kwamba zile tofauti zetu ambazo tuko nazo, zile tofauti zetu hazifai. Inatakikana zile tofauti tuzipunguze, inatakikana tuwe na uelewano, inatakikana kukiwa na tofauti tukutane. Hapa ni kadhaa, hapa ni kadhaa, tunaweza kurekebishana kwa njia kadhaa ili tuwe pamoja. Zile siri zetu na zile tofauti zetu na ule udhaifu wetu usiwe utatoka nje. Lakini Muislamu, kwa sababu mwaka jana alipatiwa vocha ya chakula ya 7,000 ya iftar, na mwaka huu imeongezwa kwa 2,000, huenda pengine miaka miwili iliyopita ilikuwa ni 5,000, mwaka jana ilikuwa ni 7,000, mwaka huu ni 9,000, mwakani itakuwa labda ni 11,000, 12,000 unaongezea. Lakini 9,000 wewe ya chakula kwa mwezi wa Ramadhani, huenda ikiwa huna familia ikakutosha 9,000, huenda ikazidi ikakaa pengine mwezi wa Ramadhani na mwezi wa Shawwali na mwezi wa Dhulqada na mwezi wa Dhulhijja. Lakini hii 9,000 ya vocha ya chakula ambao watu wamekwenda wakachukua nakumat, na mara hii ikabadilishwa ya kwamba unaweza kwenda ukachukua 2,200, 1,100. Leo siku 3 kachukua 1,000, baada ya siku 3 kachukua 1,000 nyingine, baada ya wiki moja kumalizika ukaenda ukachukua chakula cha 2,000. Manake ni kadi ambayo inasemekana ni special. Wakati ule mwingine mwaka jana na mwaka juzi ilikuwa ni lazima wewe uchukue mara moja. Lakini kuchukua kwako kidogo kidogo kweli itakuweka wewe chakula hii kwenda ukajidhalilisha wewe, ukenda ukatoa mpaka siri ambazo ziko na udhaifu ambao uko baina ya Waislamu, ukenda ukatoa kwa adui. Tunaelekea wapi jamani? Tuseme vocha hii itakuweka wewe kwa miezi 12. Je, huenda ya kwamba chakula kile ambacho umekipata ukakila wewe bila kutafakari ya kwamba mauti yanasogea kwa kasi sana, yanatusogelea sisi kwa kasi sana, mbali na mikakati mingine ambayo masala ya kupata usaidizi sasa itakuwa ni moja kwa moja. Madrasa zitaweza kupata usaidizi, misikiti itaweza kupata usaidizi, lakini hatujali usaidizi huu tunapata kwa nani?
Tukaanza kuropoka katika kikao kile, bwana wale wanafanya kadhaa, sisi tuko tayari kuanzisha jarida ambalo litashindana na jarida kadhaa, sisi tuko tayari kufanya kadhaa, sisi tuko tayari kupambana nao. Mnapambana nani? Siasa za divide and rule hizi ambazo zimepenyeza mpaka sasa tukawa sisi tuko tayari hata kutapika yale tulionayo mbele ya adui Myahudi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sasa wakati huo Matatar nao pia walikuwa wanatisha, lakini usaidizi walipata kutoka kwa nani? Walipata kutoka kwa Wakristo ambao walikuwa bado wapo katika yale maeneo ya Palestina, wakitarajia ya kwamba wataweza kufanya kama deal, wataweza kupata maslahi yao kwa kushirikiana na hawa, kisha pengine wapate sehemu fulani ambazo watakuwa ni wenye kuzitawala kama walivyozitawala kwa miaka 200 au kwa miaka 89. Kwa hivyo wakawa ni wenye kushirikiana. Hawa watu walivamia na kuiteka miji mingi sana katika dola ya Kiislamu, pamoja na kumuua khalifa wa mwisho wa 37 wa Banu Abbas, yani Abbasiya, mwaka 1258 miladi, yani takriban mwaka 656 hijri. Wakamuua na wakamweka katika hali mbaya, kwa sababu walimfungia katika chumba, kisha wakawa wanampelekea chakula, lakini hakikuwa chakula. Ilikuwa nini? Ilikuwa wanampatia vito vya thamani na dhahabu na almasi, wanampelekea katika kisahani ili ale, naye anasema mimi nitakulaje hizi si vyakula. Mwambia, ikiwa si vyakula wewe, kwa nini ukawa ni mwenye kuzikusanya? Hukuwapatia wananchi wako wafaidike nazo, wala hukutumia hizi kutengeneza silaha ili upambane na maadui kama sisi tunapokuja. Uliziwekea nini? Hizi zitamalizika hapa hapa. Kwa hivyo kwa sababu umezichuma na umeziweka, kula. Lakini akawa hawezi kula, na mwisho akawa ni mwenye kuuliwa. Baghdad ambao ulikuwa ni mji mkuu wa dola hiyo, dola ya Banu Abbasiya au dola ya Abbas, Banu Abbas, ulivurugwa na kuvunjwa kabisa. Maktaba, libraries zote ambazo zilikuwa mji wa Baghdad, vitabu vilivyokuwa ndani vilichukuliwa na vikatoswa, vikaingizwa katika ile mito ya Tigris na Euphrates. Mpaka kwa muda masiku kadhaa dola maji yale yakawa yana rangi ya wino, blue na nyeusi, kwa sababu ya ile rangi ya vitabu ambayo ilikuwa inatoka na inatembea na yale maji. Kwa hivyo ulivunjwa kabisa mji ule, ukabakia kuwa ni magofu, na watu maelfu kwa maelfu ya watu walikuwa ni wenye kuuliwa kinyama kabisa. Kwa hofu waliokuwa nayo Waislamu, walikuwa na msemo, ukisikia Matataru wameshindwa, basi usisadiki. Idha sami'tum anna at-tatar kad inhazamu fala tusaddiqu. Mkisikia Matatar wameshindwa, basi msisadiki kabisa, si maneno ya ukweli hayo, ni vurugu, ni propaganda, kwa sababu hawa ni watu wana nguvu, hawawezi kushindwa. Huu ndio msemo uliokuwa ukitangaa baina ya Waislamu, mpaka ukawavunja moyo Waislamu ambao walikuwa wanataka kusimama kidete ngangari kupambana na hawa, kwa sababu walibakia wakiwa ni wachache. Misemo kama hii
misemo kama hii haikumalizikia hapo peke yake bwana. Misemo kama hii ilikwenda baada hapo, na katika enzi za karibu, katika miaka ya 50 na 60 na 70 na 80, kulikuwa na msemo ambao ulikuwa unasema idha sami'tum anna ar-rusiya kad inhazamu fala tusaddiqu, idha sami'tum anna amrika kad inhazamu fala tusaddiqu. Hii ni misemo miwili ambayo ilikuwa katika miaka hiyo. Sasa misemo hii sasa imebadilika, imebakia mmoja. Wa kwanza unasema sasa hii umepita huu, unasema mkisikia ya kwamba Warusi au Russia imeshindwa basi msisadiki, kwa sababu Russia ilikuwa inatisha, na lile jeshi lekundu, the Red Army, lilipokuwa linasemekana linatoka Moscow kwenda kuvamia nchi yoyote ambayo imeleta ujabari, basi nchi ile ilikuwa inatetemeka na inasalim amri kabla ya Warusi hawajatoka Moscow, kwa ile hofu ambayo imetanda, hususa katika zile nchi ambazo zilikuwa ni mashariki mwa bara Ulaya, ambazo zilikuwa ni nchi za kikomunisti, kina Bulgaria, kina Czechoslovakia, kina Yugoslavia, kina Ujerumani Mashariki, na nchi nyingine ambazo zilikuwa katika sehemu zile, Romania, zilikuwa zinaogopa kwa kiasi kikubwa sana. Na pia kwa sababu ya zile nguvu kuwa sawa baina Marekani na baina Urusi, kila mmoja alikuwa kimuogopa. Wakati huu ulikuwa unaitwa vita baridi, Cold War, ilikuwa imetanda baina hizi nchi mbili, vita vya maneno bila kupambana uso kwa uso kivita. Kwa hivyo kila mmoja alikuwa na maeneo yake. Lakini Rusia ilikufa ilipoingia Afghanistan, ilikufa kabisa, iliuliwa. Na baada kushindwa Afghanistan, ikashindwa kusimama mpaka ikabidi USSR isiwe tena ni USSR, ibakie Russia, ile U na S, United Soviet Socialist or Socialist Soviet Russia. Hii United, huu muungano ukavurugika na ukasambaratika, kukawa hakuna muungano tena. Russia ikabakia ile Russia ya awali ambayo haiendi hairudi, nguvu zake zimemalizika kwa kiasi kikubwa. Mpaka sasa dola ambazo zilikuwa zina mrengo wa kikomunisti kama Egypt, kama Yemen, kama nchi Iraq na nchi nyingine, sasa zimebadilisha mrengo kwa sababu hazipati tena usaidizi kutoka kwa Russia iliyobakia. Sasa imebakia ya kwamba idha sami'tum anna Amerika, mkisikia ya kwamba Marekani kadin hazamu, imeshindwa, fala tusaddiqu, basi msisadiki. Lakini leo inaonyesha ule udhaifu mkubwa ambao Marekani uko nao, udhaifu ambao umekwenda ukasambaa mpaka sasa nchi ya Marekani ina hofu. Tafiti ambazo zimefanywa kuhusiana na zile sehemu ambazo wapo Afghanistan, Iraq, inaonyesha kwamba wanashindwa, wanauliwa, mpaka idadi yao imefika zaidi ya walivyouliwa Vietnam, na wanataka kuondoka, lakini wanaogopa aibu ya kuondoka. Wanaogopa aibu ya kwamba itakuwaje dola ambayo ni kubwa kama Marekani, yenye kutegemewa, yenye udhibiti, iwe itaondoka katika sehemu ambayo hata serikali yao ni serikali ambayo haina udhibiti, haijasimama imara. Na ndiyo kwa minajili hiyo
kama wanavyosema wao, mbali na kwamba watafiti wengi wanashuku yale maelezo ya kwamba kulikuwa na vijana 19 ambao waliweza kuteka ndege na wakaweza kuvamia Marekani tarehe 11 Septemba mwaka 2001, tarehe ambayo haitasahulika katika tarehe au historia ya ulimwengu. Vijana 19 peke yake wakaweza kuipigisha magoti Marekani, dola ambayo inaambiwa ni dola kuu yenye nguvu kuu. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Leo tunakumbwa na ile changamoto ya kwamba uchumi wa dunia nzima umeharibika kwa sababu ya uchumi wa Marekani na dola yao kuzorota. Leo sisi tunapiga magoti kutaka msaada, ili hali ya kwamba nchi sasa za ulimwengu zinataka zikusanye pesa ziwasaidie wa Marekani kufufua uchumi wao. Watafiti wa kiuchumi wanasema itachukua miongo kadhaa, decades kadhaa, kabla uchumi wa Marekani kurudi kuwa una udhibiti na uthabiti kama ulivyokuwa nao uthabiti kama huo kabla ya hapo. Sasa msemo huo ulikuwa, lakini wakati huo walitokea watu ambao waliowashinda watu hawa majabbar. Walitokea watu, historia inatueleza hivyo. Watu walitokea, watu waliletwa na Allah subhanahu wa ta'ala baada ya watu wenyewe wakiwa ni ya kiongozi wao wa juu sultan alipotaka ya kwamba ni lazima kupatikane mageuzi, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tujibadili sisi kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tufanye maandalizi, tufanye kadhaa, na inshallah ushindi utakuwa ni wetu biidhnillah, kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Sultan Qudus na mujahidina, makundi hayo matano ambao tumeyataja kipindi kilichopita na kuyarudia leo, viongozi, wanavioni, wazee, vijana, wanawake, haya makundi matano yakashirikiana, yakaingia katika njia ya jihadi, basi walipambana na matatari katika vita vya Ain Jalut huko Palestina tarehe 25 Ramadhani mwaka 658 Hijri, sawia na mwaka 1260 miladi. Miaka miwili pekee baada ya kuuliwa kwa khalifa wa dola ya Bani Abbas. Miaka miwili tu down the line, ushindi ukarudi tena kwa Waislamu dhidi ya uongozi huyu wa Qudus. Qudus alinyanyua hima na hamasa ya mujahidina wake. Chini ya uongozi wake Waislamu walishikanishwa juu ya imani, juu ya umoja, juu ya zana za kivita za chuma ili kupambana na adui. Imani, umoja, matayarisho, zana za kivita, mazoezi, walikuja kupambana na adui. Kwa sababu ya kujiweka katika hali gani? Hali ya kupambana na adui kwa jinsi moja au jinsi nyingine, matokeo yake yalikuwa ni ushindi wa wazi kabisa katika wakati wa udhaifu na unyonge. Kwa sababu katika kundi hili la mujahidina chini ya uongozi wa Qudus kulikuwa na kila mmoja, mbali na kwamba tumesema ya kwamba kulikuwa na yeye kiongozi pamoja na viongozi wengine, wanavioni, wazee, vijana na hata wanawake, lakini kulikuwa na wanafiki ndani, kulikuwa na waoga ndani, kulikuwa na watu ambao wamekwenda tu kuangalia kutatokea nini. Hawa bwana, hawa wanakwenda hii ni suicidal, wanakwenda kujinyonga, wanakwenda kujiua.
Lakini Quds alipoiona hali ile, yeye ndiyo alikuwa mstari wa mbele pamoja na mke wake, wakanyanyua mwito, Uislamu, Uislamu. Na hapo yule muoga akimuona kiongozi yuko pale, tena yuko mstari wa mbele, na yeye akajikitisha. Yule unafiki wake, sasa hatuwezi kukimbia, hatuwezi tena kurudi nyuma, lazima pamoja na unafiki wangu ni lazima nipigane, ni lazima niwe nyuma. Inaonyesha pengine kwa sababu ya ile mnafiki anaangalia maslahi, huenda sisi kwa hali ilivyo huenda tukashinda. Ikiwa mfalme ameingia, sultani ameingia kati na kati, basi leo ushindi ni wetu. Taban bila kufikiria ya kwamba ushindi unakuja kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wakawa nyuma ya sultani huyo, na matokeo yake yalikuwa ni ushindi wa wazi kabisa katika wakati wa udhaifu na unyonge. Hata leo tunaweza kupata ushindi na aina hiyo ya uongozi. Kadhia ya Afghanistan iko hai machoni mwetu, machoni petu. Walipoondoa tofauti zao na kupigana kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwaka 1979 takriban mwaka 1400 wa hijri, 1400 hijri, tulipokuwa tunaingia katika karne nyingine ya hijri, karne ya 15 hijria. Mrusi aliingia pale kwa ubabe wake, kwa nguvu zake, kuona yeye kwamba yeye ni superpower, yeye ni mwenye nguvu kuu. Kwa hivyo anaweza yeye kuingia pale kwa kifua chake na akaweza kushinda. Lakini kwa sababu yale makundi hususa ya Kisunni ambayo yalikuwa takriban makundi 8 au 9, wachana na yale mengine ya Kishia ambayo yalikuwa na maslahi yao nyingine kabisa, lakini haya makundi 9 haya yaliweza viongozi wake kushirikiana pamoja, yani kina Gulbuddin Hikmatiyar, Profesa Rabbani na Sayyaf, na mujahidina kutoka nje kina Sheikh Dr. Abdullah Azam na makundi mengine ya Kisuni ya mujahidina, yakaja pamoja, yakawa yanapeleka ule uongozi wao kuelekeza silaha zao kwa adui mmoja. Walipofanya hivyo, mbali na kwamba haikuchukua miaka 2 kama ilivyochukua kupigana na Matatar, ilichukua miaka 10 kuanzia mwaka wa 79 mpaka 88. Lakini kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala na usaidizi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mujahidina Afghanistan waliweza kuishinda dola iliyokuwa kuu ya USSR au Urusi. Ikaishinda kabisa na kuipelekea kusambaratika kama tunavyoiona sasa. USSR ilikuwa dola kubwa, na dola moja likagawanyika ikawa takriban dola 20 na nyingine vijidola vidogo. Hata Rwanda na Burundi ni kubwa. Katika hali hiyo ikafikia hali ni hiyo. Lakini mwaka wa 88 baada ya mujahidina kushinda na kupata uongozi, tutakuja kuona baada ya matukio mengine ambayo yaliwapelekea Waislamu kushindwa kwa sababu zilizotoka, fabima kasabat aidikum wa yafu an kathir, kwa yale ambayo yamechumwa na mikono yetu sisi wenyewe, na Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe mengi. Mfano mwingine ni kwamba ndugu zetu huko Afghanistan walipigana na Warusi kwa Ramadhani 10 mfululizo bila kupumua mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipowapatia ushindi kuanzia 79 mpaka 88. Pia tunaona ukinzani na mapigano dhidi ya maadui wa Uislamu bado yanaendelea kwa miongo kadhaa katika nchi ya Palestina, katika sehemu ya Kashmir,
katika sehemu ya Philippines, katika sehemu ya Bosnia, katika sehemu ya Chechnya na kadhalika, na zinapita Ramadhani nyingi. Na leo Iraq, bali miaka 2-3 iliyopita, Iraq wakati wa Ramadhani moja iliwatishia watu, kwa sababu Ramadhani kwanza tu yale maandalizi na ule uvamizi na kule kupiga, kutegea na kuwapiga maadui yalikuwa kwa kiasi kikubwa, mpaka ikaingiza hofu katika nyoyo za maadui waliokuwa kutoka mataifa tofauti waliokuwa Iraq. Pia vita vya Ramadhani mwaka 1973 baina ya majeshi ya Kiarabu, mbali na kwamba Waarabu walisimama na Uarabu wao, si ya kwamba mwanzo wao ni Waislamu na Wazayuni, imeonyesha kuwa lao nchi za Mashariki ya Kati zitashikana mikono na kuungana kwa ikhlas na kupigana dhidi ya adui kwa ajili ya Allah, basi adui atatoka mwenyewe katika eneo hilo, hata bakia tena pale, ataondoka mwenyewe kabisa, atajiondoa, atasema basi. Lakini mbali na kutoa mifano hiyo takriban 12 au zaidi ya mapigano ambayo yalikuwa katika nyakati za Ramadhan, tutakuta pia ni wakati wa Ramadhan ndio Waislamu katika nchi tofauti waliweza kushindwa kwa sababu ya yaliyochuma mikono yao. Kwa hivyo masharti ya kupata ushindi yakikosekana Waislamu walishindwa katika mwezi huo mtukufu wa Ramadhani. Mojawapo ya kushindwa vibaya sana kwa Waislamu ilikuwa ni katika vita vinavyoitwa Ma'arakatu Balata Shuhada. Ma'araka Balata Shuhada. Vita vya Balata Shuhada, pale Waislamu waliposhindwa na Wakristo katika eneo la milima huko Fransa mnamo tarehe 1 Ramadhan mwaka 114. Angalia tatizo linapojitokeza, basi inakuwa ni maafa kwa Waislamu. Utakuta kwamba hii ni takriban mwaka 114, ni takriban miaka 22 baada ya Waislamu kuingia Andalus, kuingia Spain. Miaka hii ilikuwa ni takriban mwaka 732 miladi. Waislamu waliweza kushindwa wakiwa wako katika maeneo ya Fransa, wakiwa wametoka Spain. Sehemu hiyo ya kati yote kwa miaka 22 wameweza kuitawala. Kwa nini ikatokea? Kwa nini ikawa ni hivyo? Ilitokea hivyo kwa sababu ya mpasuko, kwa sababu ya mgawanyiko uliotokea baina ya Waislamu wenyewe. Waislamu wakajiita ya kwamba sisi ni Waarabu kutoka kaskazini, na hawa wengine ni Waarabu wa kutoka kusini. Badala ya kupambana kaskazini na kusini, hawa ni Waislamu. Sasa ilikuwa wanataka wapambane na al-adu. Wasahau tofauti zao, wasahau maeneo waliotoka, ya kwamba mimi natoka shimal, mimi natoka junub, mimi natoka kaskazini, mimi natoka kusini, mimi ni Mwarabu wa north, mimi ni Mwarabu wa south. Hiyo haitotupeleka sisi mbele kesho akhera wala hapa duniani. Kwa hivyo zilipokuja hizi tofauti, wakaanza kupambana wao kwa wao. Walikoma mwaka huo 114 Hijri, tarehe 1 Ramadhani, wakawa ni wenye kushindwa na kurudishwa nyuma, sawia na mwaka 732. Katika enzi zetu hizi, mauaji ya Waislamu ndani ya msikiti wa Ibrahimia au Ibrahim huko Khalil au Hebron, Palestina, ni ya kuzingatiwa. Waislamu walikuwa wakiswali swala yao ya alfajiri mnamo tarehe 15 mwezi wa Ramadhani mwaka 1414 Hijri, sawia na tarehe 25 Februari mwaka 1994 miladi. Walikuwa na swala ya alfajiri pale. Mzeyuni mwenye siasa kali, Daktari Baruch Goldstein,
alipoingia ndani ya msikiti huo, huku nje jeshi la Israeli likimlinda na kufiatua risasi. Ulikuwa na jeshi liko nje ili lipate kumhami huyu Goldstein. Atakapokuwa pengine amefiatua risasi, ameua watu wameondoka katika swala, wanataka kumshika ili waweze kumhami, waweze kumlinda asipate maafa ya aina yoyote. Kwa dakika chache aliweza kuwaua musallina wasiopungua 30 na kuwajeruhi wengine zaidi ya 75. Katika hawa 75 kuna wale ambao takriban thuluthi walikufa baadaye, yani takriban 15 walikufa baadaye kwa sababu ya majeraha mabaya walioyapata wapi? Kwa sababu ya kupigwa risasi au kufiatuliwa risasi. Tukija katika hitimisho nasema kwamba kwetu sisi kutoka katika janga hili la balaa, inafaa tuwe na suluhisho, la sivyo shida na matatizo yatazidi. Kwa mtazamo wa haraka ni kuwa mustakabali katika hii dunia ni kwa Uislamu. Hilo ni jambo ambalo halina shaka kabisa, hata wakichukia hilo makafiri na baadhi ya Waislamu ambao wanashirikiana nao, hata wakichukia namna gani, lakini mustakabali ni mustakabali wa Waislamu, mustakabali wa Uislamu. Na ndiyo wanavyoni kadhaa wakaandika ima ni articles fupi, makala mafupi au vitabu kuonyesha ya kwamba hatima na mwisho na mustakabali, the future is for Islam, mustakabali ni wa Uislamu. Hata ikiwa wasiokuwa Waislamu watachukia hilo namna gani, lakini majukumu ni lazima yabebwe na kila mmoja wetu anafaa kucheza dauru yake ili kuweza kufikia malengo yetu. Hili ni lazima lichukuliwe kama timu ambapo kila mmoja ana jezi na namba. Je, mimi na wewe tutacheza namba gani katika timu hiyo ambao ni Uislamu? Katika mchezo wote ambao utauchukua, ikiwa ni mpira wa miguu au ni mpira wa mikapu au ni volleyball au ni mchezo mwingine yoyote, kunakuwa na timu. Ikiwa ni football, kunakuwa na wachezaji 11. Tena kuna wengine ambao wanakuwa ni reserve, wanabakia nje ili mmoja akiwa amepata majeruhi basi anaweza kubadilishwa. Ikiwa ni volleyball kuna wachezaji 6. Ikiwa ni basketball kuna wachezaji 5 au 6. Ikiwa ni rugby au mchezo mwingine una wachezaji. Hakuna mchezaji ambao watu anacheza peke yake. Labda ni mbio, michezo ya riadha. Lakini utaona mchezo wa riadha mnaingia katika mashindano, hususa hizi riadha za ukimbiaji wa masafa marefu, kunakuwa na timu ambayo inapelekana. Kuna mmoja yeye kazi yake ni kupeleka ile pace mpaka kiasi fulani akatoka. Yeye amechoka, lakini watu ili kufanya zile mbio ziwe na kasi. Sasa michezo mingi kunakuwa na teamwork, kunakuwa na usaidizi au timu ambayo inakuwa ni yenye kufanya nini? Inakuwa ni yenye kushirikiana katika kutimiza na kuyafikia yale malengo yanayohitajika kufikiwa. Sasa basi, mabadiliko lazima yaanze. Na mabadiliko hii yaanze sasa, si kesho. Hususa sasa tulikuwa katika zoezi la mwezi wa Ramadhani. Zoezi la mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao tulifunga kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukafanya ibada nyingine kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukasoma Qur'ani kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukaleta adhkar kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tukaswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wengine wetu tukaenda umra ili tupate fadhila za kwamba umra ya Ramadhani ni kama hija au ni kama hija pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili tupate fadhila zile. Tukaenda umra, tukatoa zaka, tukatoa sadaka. Mbali na kwamba zaka kila mmoja ana wakati wake. Zaka si Ramadhani peke yake kama inavyofahamika. Kila mmoja ana hauli yake. Hauli yangu inaweza kuwa ni Shawwal, mwingine ikawa ni Dhulhijja, mwingine ikawa ni Safar, mwingine ikawa ni Shaaban, mwingine ikawa ni Jumada al-Ula na mambo kama hayo. Hauli ni kupitiwa ile nisab. Zaka ina masharti mawili muhimu ya msingi. Ni lazima mwanzo Muislamu awe na nisab, sharti la kwanza. Sharti la pili, nisabu hii ipitiwe na haul. Haul ni mwaka kulingana na kalenda ya Kiislamu ya miezi kufuatana na muandamo wa nini? Muandamo wa mwezi. Sasa basi, ikiwa nisab ni gramu 82, ni gram za 82 za dhahabu. Yani ni mtu Muislamu kuwa na pesa ambazo zinatosha kununua gramu 82 kwa kiasi cha chini ambacho taban maulama wametofautiana. Wengine wanasema ni gramu 82, wengine wanasema ni gramu 82 na nusu za dhahabu, wengine wanasema ni gramu 85, wengine wanasema ni gramu 86, wengine wanasema ni gramu 88. Kwa hiyo tuchukue kiwango cha chini kabisa cha maulama hawa ambao wamekisia zile dinara ambazo zilikuwa zinatolewa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuzigeuza ziwe katika kipimo ambacho kinaweza kueleweka na kila mmoja wakati huu. Kwa hivyo ikiwa una pesa, ikiwa kwa sasa gramu moja ya dhahabu safi ni 2500. 2500 kumaanisha ya kwamba ukiwa na 2,205 pesa taslim, pesa cash au bidhaa ambazo ziko katika biashara, pesa hizi 2,205 zikapitiwa na mwaka, ikiwa kwa mfano 2,205 zimekufikia wewe katika mwezi pengine Shawwal, kwa mfano mwezi wa Shawwal, tuseme tuko katika tarehe 10 Shawwal, mwaka gani? Mwaka 1430 Hijri. Sasa hauli yako wewe unapofika tarehe 10 mwezi wa Shawwal mwaka 1431 Hijri, bila kiwango hiki kupunguzika, bali labda kikaongezeka, inapofika baada ya mwaka inabidi wewe uwe utatoa nini? Uwe utatoa zaka kwa kutoa 2.5 ya hiyo, uwapatie wale watu 8 ambao wanaweza kupatiwa zaka, ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaeleza katika suratu Tauba. Suratu Tauba ambao ni sura ya 9 aya ya 60. Ukifanya hivyo basi itakuwa ni hivyo, utakuwa umepaswa, imekupasa wewe kutoa zaka. Sasa mabadiliko ni lazima yaanze sasa. Hasa tumetoka katika training, tumetoka katika zoezi la mwezi wa Ramadhani kufanya mambo hayo yote. Wala usiseme kesho nitafanya, kesho nitaanza, kwa sababu kesho haifiki. Waingereza wana msemo ambao wanasema tomorrow never comes.
kesho haiji. Na Waswahili wanasema ngoja ngoja huumiza matumbo. Utaumia wewe kwa kule kungojea kesho ambao haifiki, inakuumiza wewe. Usiumie bure ndugu yangu, dada yangu Muislamu. Mabadiliko yaanze sasa, usingoje. Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea na anatunasihi kwa kutuambia, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hakika Allah habadili yaliyoko kwa watu mpaka wabadili wao yaliyomo nafsini mwao. Njia ya sisi ni lazima tufuate njia ili tuende mbele kufuatilia muongozo. Na inshallah, kwa sababu muda umetukatikia mkono, takapokuja wiki itakayokuja, juma litakalokuja, tutakuwa ni wenye kumalizia labda muongozo ambao labda lau utafuatwa basi utatupeleka sisi katika hali iliyo njema, hali iliyo nzuri. Inshallah, kwa muongozo huo tegea katika kipindi kinachokuja juma lijalo. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie mema na mazuri hapo ulimwenguni, atupatie mema na mazuri kesho akhira, na atuepushe na moto wa jahannam. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie funga yetu na ibada zote ambazo tumezifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani uliopita. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke katika ibada hata baada ya Ramadhani kama tulivyokuwa wakati wa Ramadhani, ili tuwe katika hali iliyo njema na hali iliyo nzuri. Mpaka juma lijalo ni kusema subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.